Haleluya. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya uweza wako na neema yako usiku wa leo. Welcome, karibuni sana. Tunapoanza ibada ya jioni hii, tunamshukuru Bwana kwa sababu ya kutuwezesha kuwa na ibada usiku wa leo. Na kwa hivyo si kawaida kupata nafasi kama hii. Ni vizuri ukaweze kuniambia kama unanipata vizuri. Na Mungu ataweza kukubariki mahali popote ulipo. Karibu sana katika Facebook, katika TikTok, tukaweze kuwa na ibada hii ya jioni ya leo. Na ni imani ya kwamba Mungu wetu ataweza kukutana na kila mmoja wetu na ataweza kutubariki na kutuneemesha. Kwa hivyo nina furaha sana kuwa pamoja nanyi jioni ya usiku wa leo. Ninajua ya kwamba si kawaida wakati ambapo tunapopata nafasi ya kushukuru Mungu na kuomba pamoja. Kwa hivyo ningetaka tukaweze kuomba na ili ndio tukaweze kuanza ushirika wa jioni ya leo na Mungu wetu ataweza kutubariki. Hebu nituombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya uweza wako na nguvu zako jioni ya leo. Asante ni kwa sababu Bwana umetuwezesha kuwa na mkutano mwema wa ibada ya fellowship usiku wa leo. Mungu wa Israeli, tunalishukuru na kuliinua jina lako, maana ni jina bora na jina lenye uwezo. Tunakuabudu kwa neema yako na utukufu wako Mfalme. Twasema wastahili sifa, heshima na utukufu wote. Tunapoingia katika ibada ya jioni hii, twaomba ya kwamba neema yako ikaweze kushuka, ukaweze kuashiria utukufu wako na ukuu wako Mungu, ukaweze kutufunza makusudi yako na mapenzi yako Mfalme, ukaweze kutujulisha makusudi yako Bwana. Kwa maana wewe ni Mungu mwaminifu. Tunakupenda ni kwa sababu wewe ni mwaminifu, ulituumba kwa kusudi lako na kwa mapenzi yako. Neno lako nasema ya kwamba wale ambao ni waaminifu mbele zako nawe utaaminika kwao. Tunanyenyekea kwako jioni ya leo Bwana, ukazidi kutuongoza na kutuneemesha. Naombea kila mmoja wetu mahala alipo, wale wanaotazama wakiwa mbali, wakiwa karibu, wakiwa kwenye taifa hili, wakiwa kwenye mataifa ya nje. Naomba ya kwamba neema yako ikawafikia, nguvu zako na utukufu wako ukaweze kushuka katika maisha yao, wakaweze kukuona usiku wa leo katika jina la Yesu. Tunakuamini ya kwamba utatufunza kusudi lako na mapenzi yako, na neno lako litakuwa kwa wingi katika mioyo yetu na katika mawazo yetu. Tunakupenda Bwana, tunakuheshimu kwa neema yako. Mambo yote ambayo utakayoyafanya twaiweka mikononi mwako, tukikuamini ya kwamba Bwana wa mabwana utatamalaki na utatawala. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen, amen. Karibuni sana. Mungu awabariki. Mungu awatende mambo mema. Tunaanza ibada yetu ya jioni ya leo. Tutakuwa na utofauti kidogo na vile ambavyo tulivyokuwa wakati ule mwingine, kwa sababu hatutaweza kuwa na ile worship ambao tulikuwa tunaanza naye kwa sababu ya mambo ambao hatungeweza kuzuilia. Pia tutakuwa tunafanya hii ibada kwa almost 30 to 1 hour. Kwa hivyo Mungu awabariki sana na awatende mambo mema. Last time tumekuwa tukikuja alafu tunakatiza, tunakosa kupatikana. But it is my prayer and I desire that Mungu atatuwezesha ya kwamba huu mwaka tutakapoanza itakuwa ni kila siku ya Thursday kuanzia saa 3 hadi saa 4 tutakuwa pamoja kila Thursday. Kwa hivyo tuamini Mungu pamoja ya kwamba kama ni mapenzi ya Mungu, kila Thursday tutakuwa na hii fellowship na Mungu wetu ataweza kutubariki. Kwa hivyo nakukaribisha sana, usiondoke mahala pale, tukaweze kulishiriki neno la Mungu jioni ya leo pamoja, na naamini ya kwamba Mungu wetu ataweza kutubariki. Moyo wangu watamani ya kwamba watu wakamjue Mungu, wakamfahamu Mungu, wakajue kusudi la Bwana, wakampende Mungu wetu. Maana wakati ambapo unapompenda Bwana na unapomkaribia, maisha yako haitarudi kuwa vile. Kwa hivyo kuna neno ambayo niliweka wakati nilikuwa nafanya advertisement kuhusu ushirika huu, na nilisema ya kwamba tutaongea kuhusu topic ya maombi, na naamini ya kwamba hii topic itatupeleka kwa muda, kwa sababu tunamalizia Januari, na katika Januari kuna kuaga na wakati mzuri wa maombi, inaenda pia hata Februari. Na naamini ya kwamba pia wewe umekuwa katika maombi ukiomba Mungu ya kwamba akaweze kufanya mwaka huu kadhibitika kwako na ukawa mzuri kwako. Kwa hivyo ninaamini ya kwamba tunapoanza na msingi wa maombi itakuwa ya baraka. Kwa hivyo hii topic inaweza isukuma kidogo
kutoka siku ya leo, na pia Februari Thursday zote tutakuwa tukiongea kuhusu maombi, and I believe that our God will give us a firm foundation about prayers, and our life will not be the same again. Ninaamini ya kwamba kuna kiwango ambacho Mungu atakupeleka, kuna level ambao Bwana atakupeleka katika unapojifunza haya makusudi ya Mungu, because the secret of the kingdom of God are hidden in the word of God. And when we elaborate, wakati ambapo tunalolifunua neno la Mungu na tunapata ufunuo wa Mungu, tunapata the revelation of the Holy Spirit, tunaweza kutoa siri ambayo imefishika katika neno la Bwana. Kuna kifungu ambacho nimeandika katika kitabu cha Yakobo 5 mstari wa 16b. 16 kuanzia hii nasema ya kwamba, therefore confess your sin to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Biblia inasema ya kwamba maombi ya mtu mtakatifu ya kwamba yako na nguvu na pia yanafanya kazi. It is effective. So kile ambacho ninachotamani ni ya kwamba katika mwaka wa 2026, katika mwaka huu, maombi ambayo utakuwa unaomba yatakuwa ni maombi yenye nguvu na pia yatakuwa maombi effective. Yani ukisema ninaombea jambo fulani, hilo jambo linatimia. Unasema ya kwamba nilikuwa ninaomba kwa sababu ya hili jambo na hilo jambo lilitendeka. Nilikuwa naombea hili na hilo lilitendeka. So those are the things that we are going to have that foundation. Ndio tujue kile kinafanyanga maombi ikose kujibiwa, ama kile kinafanyanga watu wanapoomba wanakosa kupata majibu katika maisha yao. So when we get to understand that, tukielewa kile yale mambo, tutaweza sasa kuomba maombi ambayo itakuwa effective. Maombi ambayo tukiomba maisha yetu itabadilika, mambo yetu yatabadilika. Yani kutakuwa na change katika maisha yetu, ndio maombi yetu ikuwe effective na ikuwe powerful. Because there are prayers that are not powerful and there are prayers that are not effective. Then you tell mtu anakuambia nimefunga siku 40. But when you look at the prayers that person was praying, they are not powerful. They are not effective. Why? There are no result. Yani unaomba maombi ambayo haina result, hakuna kitu ya kuonyeshana. So it means that yes, they are prayers, but they are not effective. They are not powerful. So I believe ya kwamba mwaka huu utakuwa unaomba maombi ambayo ni powerful na maombi effective. So this is what I desire, that as we finish this topic, tunapomaliza hii topic, tukimaliza topic ya prayers, utakuwa unaomba maombi ambayo ni maombi yenye nguvu na pia maombi effective. Maombi ambayo inaleta majibu. So this is what I'm going to take you through, and I believe that our God will change your life, na maisha yako haitarudi kuwa vile tena. Hakika kuna kiwango ambacho Mungu atakupeleka katika area yako ya maombi, and your prayer life will not be the same again. I believe that God will do something upon your life. Your prayers will be effective. Na kuna kii moja ambayo hapo imetueleza that the prayers that are effective, number 1, it is the prayers of a righteous man. And when the Bible talk about a righteous man, it means that ni mtu ambaye it talk both gender, both female and male, but that person must be righteous. So the baseline for the prayers to be effective and powerful, kile ambacho kinaweka msingi ama kile kinafanya maombi yakuwe powerful na yakuwe effective, it is a baseline called righteousness. Kama wewe ni mtakatifu, ukikaa na utakatifu, then your prayers will be powerful, will be effective. Utakuwa unaomba maombi na unapata majibu. Utakuwa unamuita Mungu naye Mungu anakujibu. Utakuwa unaomba na maombi yale yanakuwa na nguvu. Maombi ambayo yako na nguvu yanahamiza wachawi. Wachawi wanatoka ili ambayo ulikuwa, kwa sababu you are praying powerful prayers. Katika eneo ambayo unakaa, kama kulikuwa na nguvu za giza, kama kulikuwa na mipango miovu, unaibadilisha. Kunakuwa na change. That means that the prayers that you are praying, they are powerful, they are effective. Inatigiza misingi ambayo ilikuwa kinyume na kusudi la Mungu, area yako na hata area ambayo unakaa, hata pengine area ambayo unafanyia kazi. So these prayers that are powerful and effective, ndio iweze kuwa powerful na ikuwe effective, you must be righteous.
Na kuna kitu ambacho adui amejua katika maisha haya, na akajua ya kwamba ndio watu wa Mungu wasiweze kuomba maombi ambayo ni yenye nguvu, maombi ambayo itakuwa effective ama italeta result. Anahakikisha ya kwamba watu wameondokea utakatifu. Na wakati mtu anakuwa mtakatifu, anaonekana ni kana kwamba yeye yani ako old fashion. But it is better to be old fashion, and when you are old fashion, then that prayer that you pray, it will become effective. Na hiyo maombi ambayo unaomba inakuwa powerful. That means unaweza change mambo kwa maombi. Tunaona watu wengi katika Biblia, they changed the situation through prayers. The Bible says Elijah was a man like us. Elijah alikuwa mtu kama sisi. Na Biblia inasema ya kwamba aliomba ya kwamba kusinyeshe for 3.5 years. And the Bible says God answered him. Mungu akamjibu. Why? Because his prayers, he had a foundation called righteousness, and when he prayed, his prayers became effective. And they became powerful. In that, unajua, the king have all the power, the king have all the authority, but when a prayer of the powerful prayers come, wakati maombi ambayo yako na nguvu yanapokuja, yanafanya wafalme walio na nguvu watii. Because when Elijah prayed, the prayers became powerful. When king started seeking for him, he said that now I can leave my throne. Anaondoka katika kiti chake, anaenda kutafuta Elijah, kwa sababu maombi ambayo Elijah ameomba yamekuwa powerful. Kwa maana alisema ninaondoka, na hata ninapoondoka hakutanyesha kwa miaka 3.5. Ameomba na ametangaza. Then the prayers became powerful, such that ikakuwa na nguvu kuliko hata mfalme. Mpaka mfalme akaanza kusema nitafutiwe Elijah. Kwa maana maombi yake yamekuwa na nguvu, yametingiza misingi ya ufalme, yamefanya mambo ambayo sikuwa nadhani yanaweza fanya. You know, when maybe he was proclaiming and declaring hakutakuwa na mvua, akidharauliwa, akionekana mtu bure, kile anasema ni kama haelewi, ni kama Elijah, you don't know what you are saying. This thing cannot just happen. You know, nowadays when you tell people we can pray, yani hata mtu akikuletea shida yake na akwambia let us pray, anakwambia pastor, okay, ninajua tunaweza omba, but I was thinking of a tangible solution. Sasa unashindwa tangible solution ni gani more than prayers? So watu mahoya ni mararitio muno, yameshukuriwa na uepesi sana, ni kama hayana nguvu, ni kama hayana uwezo. Diposa unapata ya kwamba hata mtu akikuja kwa ofisi anakuja kuona mchungaji, hakuji purposely kwa sababu ya maombi ambayo mchungaji ataomba, anakuja kwa sababu ya kile pastor atatoa kwa mfuko ampatie. And this is the problem that people have, because they don't come for the prayers, they come for what you give them, kile utawapatia. So anakuambia okay, you have told me those things, yes I will have faith, nitakuwa na imani, nitaamini Mungu, nitaamini hilo neno ambalo umeniambia, nitaamini ufunuo ambao umeuashiria juu yangu. Lakini anakuambia na nini unanipatia niende nikatumie. So unaona ya kwamba mawazo yake at the back of his mind, he was not there for prayers. Alikuwa pale kwa sababu ya kile utampatia. And this is the greatest problem that we have, because watu wameondokea maombi, wameondokea kusudi la Mungu, wameondokea kumpenda Bwana kwa njia inayostahili, wameondokea kumtafuta Mungu, wanatafuta what will I get. And that's why prayers zimekuwa ineffective. Kwa maana hata yule ambaye anaombewa haamini ya kwamba inaweza tendeka kwake. So please, the prayers of a righteous person, it avails much. Wakati Elijah ambayo tulikuwa tunaongea alipoomba, maombi yake yakaleta majibu, maombi yake yakaleta utofauti, maombi yake yakabadilisha hali, mpaka mfalme akasema I desire to go and seek this man. Ninatamani kwenda kumuona, ako wapi Elijah? Anaambia naibu wake, enda utafute Elijah mahali yako, enda utafute Elijah ako wapi, nataka kumuona Elijah. Kwa maana hali hii maombi yake yamekuwa powerful. For 3 years hakuna chakula,
ng'ombe hakuna kitu ya kukula, mifugo imekufa. Yani kumekuwa na changamoto hata kwamba mfalme anaangalia na anaona ya kwamba hii hali si hali ya kawaida, hii ni hali imekuwa mzito. Kuna ombi ambalo liko na uzito, limeombwa na mtu mtakatifu, na ile ombi ambalo aliomba limeanza kufanya kazi. So the king seek for Elijah because his prayers were powerful and also effective. So I believe ya kwamba usiku wa leo your prayers will start to become powerful and effective in the mighty name of Jesus. Na kuombea ya kwamba Mungu atabadilisha maombi yako. Hautakuwa unaomba tu maombi tu uombe. Hautakuwa tu unaomba kwa sababu jioni imefika. You know, there are people who pray, okay, ni jioni, Baba tunakuja mbele zako kwa sababu ni jioni, tubariki tunapolala, asubuhi anapoamka. Yani you just do it, it is a ritual. Yani ni kitu tunafanya tu ndio mawazo yangu ikue clear niliomba. But they don't, yani unapata ya kwamba mtu hana ile kuelewa na kuuliza, now what I'm doing, ni nini ninachofanya? Because prayer is communication with God. Maombi ni kunena na Mungu. Na unaponena na Mungu, you know, we have been speaking to God, not with God. So prayers, it is speaking with God. Kunena na Mungu. This means that when you are speaking with somebody, munaongea na mtu, you are communicating. You must be ready to receive answers from that person you are talking to. Lazima ukue tayari kupokea majibu ya yule ambaye unayeongea na yeye. And prayers must be like this. This is what God expects from us. Ya kwamba tunapoenda katika maombi, tukue tayari naye kumusikiza Mungu anasema nini. And this is the problem, that's why people prayers are not effective, because you go to God. Ni kama kwenda kwa kampeni. Unaona mtu wa kampeni anaedaga, anasimama juu ya lori, anatangazia watu, anawaambia sikizeni, nitawatengenezea barabara, nitawasibia maji, nitawafanyia hivi, nitawafanyia hivi. Hagojei kusikiliza wale watu, watamwambia sisi hata kabla hujajenga barabara shida yetu ni hii. So anamaliza kuambia kile nitatenda, anaenda. The same case, watu wa Mungu wamekuwa hivyo mbele za Bwana. They go before God. Wanamwambia Bwana, ninahitaji ng'ombe, ninahitaji hii, ninapitia haya, ninaona hii. Paka anaanza kumtusi Mungu. Mungu ulikuwa wapi? Kwani wewe hauna nguvu? Kwani, yani anaongea mambo mpaka Mungu mwenyewe anashangaa. What is this saying? Na yeye anasema ya kwamba I have prayed for 2 hours. Nimekuwa katika maombi ya masaa 2. Then what were you saying? Ulikuwa unasema nini? Did you speak with God? Je, did you communicate? Wakati ambapo ulienda ukaongea na Mungu, ndio ulimpea nafasi ya kujibu. Because God always answer prayers. Na anajibu, anakuambia koja mwanangu. Yes, he may not even speak at that time, lakini anaweza kukupea neno, a quicken a word in your life. Then wakati umekuwa tayari na umemusikiliza, umeenda kuomba na umekuwa tayari kuomba, unakuwa na nafasi mzuri. When you pray, you bring out your issues mbele za Bwana, unamwambia hii ndio ninayopitia, haya ndio ninayopitia. Then you listen for him to answer you. Akuambie hii shida itakuwa namna gani, he may answer you, or akutumie neno, akupatie neno. Ukisoma lile neno lipate majibu. Na ukipata majibu utatoka katika mlima ukisema the Lord have answered me. But people don't wait for God to speak to them. They just go, they bump issues, wanaashiria maneno, and then they leave. Then when God says, okay, you have spoken, na sasa nataka kuja kukunenea, nataka kuja kukujibu, anapata yule ambaye anakuja kujibu already ameondoka na ameenda. Kwanza ameenda kujisaidia. Ulikuwa unaomba Mungu, Bwana, ninapitia hali gumu, ninateswa, mambo yamekuwa mazito kwangu, nimekuwa nikipitia vita. Kabla ugoje Bwana akuambie vile atakupigania, wewe umeondoka. Angalia watu kama akina Jehoshaphat. Biblia inasema ya kwamba wakati aliinukiwa na wafalme, yeye aliitisha maombi, akaenda katika maombi. Hakuondoka pale. Wafalme wamejipanga, wameandaa vita kuja kupigana na yeye. Wamejipanga, hali zao zote wako tayari, na hata anaambiwa ni kama wameanza kuadvance kukuja kwetu, lakini haondoki. Anasema until God answers me. Kabla Bwana hajanijibu katika haya maombi, sitoki hapa.
Those were the principles of the people of the past. Walikuwa wanakuwa serious. When I go before the Lord, I must get an answer. Lazima nipate jibu. Kwa hivyo alikuwa pale, it is a must, I have to hear from God. Lazima nijue Bwana atasema nini. Kama hata niongelesha mimi mwenyewe, atanitumia nabii. Kama hata nitumia nabii, ataninenea kwa ndoto, ataninenea. Yani, the Lord will speak in any way that he will speak. He will give you answers. Therefore, ni vizuri kutafuta kuomba maombi ambayo ni powerful na effective. Usiwe tu unabampu maneno kwa Mungu na unaondoka. Hapana. God wait for you. Yes, you go there. Wakati mwingine watu wanaenda katika maombi ambayo tunaitaka ya kuzima moto. Moto umewaka, mtoto amegojeka, kumekuwa na shida. Yani you go before God, unaanza kumkelelesha, unaanza kuongea maneno, unaongea maneno mazito, unaashiria maneno magumu na unatoka pale ukisema nimeomba. Please. Mungu akitazama anaona umepiga makelele. Na wewe unasema nimekuwa mlimani siku 3 kuomba. But God says he was 3 days in prayers making noise. Then your prayers, although you have fasted, you have done all that, it become ineffective. Unasema niliomba siku 3 na Mungu hakutenda. Why? Look at the man of God called Paul. Biblia inasema ya kwamba alikuwa na mwimba katika mwili wake na akaenda mbele za Bwana mara 3. He went first the first time. God did not answer. He went again with the same issue before the Lord. God did not answer. The third time, then the Lord told him, please, my grace be sufficient for you. That means God will not remove the situation. So Paul, you must be ready to continue, to persevere. May my grace be sufficient for you. Na akapata jibu. So Paul anasema, I am happy in my weakness, because when I am weak, then I am strong. Because in my weakness, the Lord's grace is sufficient. Yani Mungu anatoshea katika unyonge wangu. Anatosheka na hiyo hali. Anaelewa ya kwamba Mungu amenijibu. Na kwa sababu amenijibu katika hiyo hali, sitabaki kuwa vile tena. Kwa hivyo anaongea maneno makubwa na anatangaza mambo makubwa, kwa maana alipata majibu. Maombi yake yalikuwa effective because he heard God. Alisikiza Mungu na akauliza, Bwana, what will I do? Then he waited for the Lord to speak to him. So, kuna mambo ambayo matatu tutajifunza kuhusu maombi. Na hii mambo matatu itaweza kutusaidia kuelewa how to pray effective prayers. Jinsi ya kuomba maombi ambayo ni effective. Katika kitabu cha Luka, na hii maneno pia imerudiwa katika kitabu cha Mathayo, lakini nataka tuangalie kitabu cha Luka. Katika Luka 11, Luke 11 verse 9. Luke 11 verse 9. Inasema hivi, so I say to you, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Those 3 levels of prayers. Hizo ni level 3 za maombi. And today I want to just, with the few minutes that I have, to tackle the first level. There are 3 levels. The Bible says the first level is ask and you will receive, and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open. So I will tackle today the first level called ask. This is the Lord. Na Mungu anaposema itisha na nitakupa. Sasa shida kubwa ambayo tumekuwa nayo, it is because we don't know how to ask. And when you don't know how to ask, most of the time, you don't receive. Wakati ambapo haujui jinsi ya kuuliza, then hautapokea. And that's why the Bible in the book of John 16 verse 24. Ni vizuri kuchambua maandiko ndio tuelewe vizuri. Katika Yohana 16 mstari wa 24, Biblia inasema nini? Ya kwamba hatujaomba ndio uelewe ya kwamba when the Lord says ask and you will receive, it is true. John 16 verse 24 inasema hivi, until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete.
Yohana anasema until now, hata saa hii hakuna kitu umeitisha kwa jina langu. So it is good to examine yourself and ask yourself, how do I ask? Because the Bible says in the book of Luke, ya kwamba when we ask, we will receive. Then, when John says that, until now, you have not asked for anything katika jina langu. Hii inamaanisha ya kwamba kuna kitu ambacho Mungu anataka kutufungua tukaweze kuelewa. Ya kwamba Mungu anaposema itisha na utapewa, there is a way that you can ask and not receive. And there is a way that when you ask, you will receive. So anasema ya kwamba katika kitabu cha Yohana ya kwamba hamujaitisha. Kwa sababu there is a formula ambayo anajaribu kutuonyesha pale, that when you are asking, you ask in the name of Jesus. Ndiposa anasema ya kwamba hata sasa you have not asked anything according to my name. Inasema hivyo, acha nirudie katika John 16 verse 24. Na ni vizuri kushika maandiko. Until now you have not asked for anything in my name. So unapoenda mbele za Bwana, the name that take us before God, the name that give us favor before our Father, it is the name of Jesus. Then when you go before God, which name do you invoke? Which name do you go with? Unaendaga na jina gani? Maana if you don't go in the name of Jesus, that prayers will become ineffective. Na ndiposa unaona kuna mambo mengi ambao watu wamefunzwa. Wanaambiwa sijui Yesu ni mtu tu alikuwa Wayahudi wa kabila fulani, washaneni na hiyo kabila lao, wacha tufikirie kuhusu sisi. Kwa maana kuna kitu wanataka uondoe. Ya kwamba Mungu alisema when you ask, asking, it is not just asking, but in the name. Now you cannot ask in the name when that name is not in you. The Bible says in the book of John, remember that kwamba if you remain in me and my word remain in you, ask whatever you want and it will be given you. Inamaanisha ya kwamba kuna level, kuna kiwango ambacho kama haujafika, hata ukiomba, hata ukiitisha, hautapewa. Na hii ndio shida kubwa, kwa sababu watu wamejaribu kumanipulate, yani ni kama kubavu Mungu, kumuweka command, you must do this. But there are principles that our God look at. Kuna mambo ambayo Mungu anaangalia, anauliza huyu mtu kwa sababu ananiitisha, je, amehitimu? It is good to ask yourself. Yes, I want to ask. Ninaambia Mungu nipe shamba, nipe ng'ombe, nipe nini, nipe hii, nipe afya njema. Yes, you ask. It is your right to ask. The Bible says because of Jesus, we have been given the grace to inherit as in the order. Yani ile baraka ambayo Ibrahimu aliahidiwa, hata sisi tumezipokea kupitia Yesu Kristo. Na kama haujashikana na Yesu, you don't qualify to ask. Kwa hivyo, kitu ya kwanza ni kushikana na Yesu. Je, umeshikana na Yesu vizuri? Yesu wako ndani yako. If Jesus is not in you, even if you ask for 3 days, for 7 days, for 40 days, it will not be given you. So anasema, if you ask in my name, this means that uko na ushirika na yeye, mumeshikana na yeye, mumekuwa pamoja. Sasa ukiitisha atakupatia kwa sababu mko pamoja. This is why the devil is fighting today. Na anapigana sana na kanisa. Ndio watu wasielewe kusudi la Mungu. Ndio wakisema, hata when you stay like that, you say, I stay at home, sitaki kwenda hiyo makanisa iliharibika, sitaki hiyo mambo ya washugaji. Ndio usiweze kujua ukweli. Uishi na kufikiria ya kwamba ukweli ambao uko katika mawazo yako ndio ukweli kamili. But what you get is wrong. Because when you ask
And you don't, niliona watu wakisema ya kwamba sisi tunaomba na tunaomba Mungu atufanyie hivi na hivi. I see people who are wrong, because when Jesus is not in you, wakati Yesu wako ndani yako, ndio utaomba na hautapewa. Utajidanganya umeomba na hautapata, unless Jesus is in you. And it is the high time tukubali ya kwamba Yesu akuje ndani yetu, maana akikuja ndani yetu tukiomba tutapewa. So the qualification, kile kinaweza kukufanya ukaweze kuomba maombi, ukaweze kuomba ili ombi la kuitisha. Number 1, you have to receive Christ. Na sio ku receive Christ kwa sababu watu wanakujua ama nini. It is a personal business. Wewe mwenyewe na Kristo mushikane. Unajua kuna ule wokovu wa sababu ninaendaga kanisa fulani. Hapana. Ni wokovu wa wewe peke yako. Wewe na Mungu wako. Ukuwe na ushirika wewe na Kristo. Na sio ushirika ati kwa sababu ninajuana na Pastor Mirengo. Sasa mimi kwa sababu ni wa fellowship ya Pastor Mirengo, I can ask please. Shikana vizuri na Mungu wako. Wacha ukuwe wewe mwenyewe. Jesus, personalize him. Let him become your Jesus. Wacha akuwe Yesu wako. Akikuwa Yesu wako, akuwe ni wewe, then you pray in his name. Your prayers will be effective. Maombi yako itapata majibu. Kile kinafanya watu wasijibiwe ni kwa sababu, and that's why people are over dependent on the servants of God. Diposa watu wanasema ni kama hakuna Mungu, wanaongea maneno mingi kwa sababu they over dependent on the servant of God. They lived everything unto the servant of God. They did not seek God at a personal level. Hawakutafuta Mungu katika personal, yani wewe mwenyewe ukuwe na ushirika na Mungu. Anasema nikiobewa na bishop niko sawa, nikiobewa na apostle niko sawa, nikiobewa na Pastor Mirengo niko sawa. Please, you have to have a personal asking prayers. It is you to ask God. Sio mtu wa kuitishie. Ya kuitishiwa inaweza kosa kufika. But these prayers, it is you. Wewe mwenyewe ndio mwambie Bwana Jehova, this is what I want. This is what I need. Hata wakati tulikuwa tunakuwa watoto wadogo tukilelewa kwetu nyumbani, ulikuwa unaona ya kwamba when you put those prayers together with the family setup. Wakati tulikuwa watoto wadogo, kuna wakati tungehitaji kitu kwa mzazi wetu. Na tukihitaji hiyo kitu, unaona ya kwamba wewe ukiitisha ni kama mzazi hata kupatia. So unaogopa kuitisha, unatumia mtu mwingine akuitishie. And what was happening ni ya kwamba ungetumia ndugu yako ama sister yako aende aitishe baba yako kitu. Sana sana baba yako haku analeta. Alikuwa anasema huku niitisha. Analetea yule aliitisha. Unajua kuna yule alikuwa anaweza kuenda kwa baba. Anamwambia baba, ukumbuke leo uniletee kitabu ya CRE. Na naambia naye Mirengo anataka umuletee kalamu ya red. Ile bairo ya red. So atakuja na ile kitabu ya CRE, lakini atakuja na bairo ya red. Then jioni sisi wote tuko pale tunangojea dadi amekuja. Sasa kile tuliitisha kitakuja. Mimi si kuitisha, ni kutumana, nilitumana kiitishwe. So anakuja anasema okay, nilikumbuka kitabu uliniitisha. Kwa sababu nilikuona nikakumbuka uliniitisha kitu. So wewe ulikuwa umeitisha kalamu lini? Hatukuongea nikienda ukaniambia nikuletee. So I did not see you. Most of the time, wakati unatarajia watu wakuombee, na ndiposa naogopaga wale watu wanasemaga ukienda utuombee. Ndio nitakuombea, na nitasema Bwana kumbuka fulani, mkumbuke alikuwa amenituma maombi. But hiyo maombi kujibiwa ni 50-50. Kama wazazi wa hapa duniani walikuwa hivyo, then think about our God. It is good to understand that you need to have a personal relationship with God. Wewe mwenyewe unakuwa na wakati wako na Mungu. Unaenda unamuita Bwana, unamwambia Bwana, this is what I need. Because probably anything that you ask him directly, atakujibu. Atakupatia. He will answer you. So anasema hata sasa haujaitisha chochote kwa jina langu. Anasema sasa omba, itisha na utapewa. Ask and you will receive. So please,
Ninawaombea jioni ya leo ya kwamba you develop a relationship with your God. Utakuwa na ushirika na Yesu, na ukikuwa na ushirika na Yesu, Yesu akuwe ndani yako. Kila kitu ambacho utaomba, ninaamini ya kwamba atakupea, ninaamini ya kwamba atakujibu, maana yeye anajibu maombi. I am speaking of a God who answers prayers. Our God is more than ready to answer prayers, but they must be prayed in the right way. When you do not pray in the right way, they will not be answered. This is the pure truth. Kama hauko ndani ya Kristo, hata nikikuombea, yawezekana hautajibiwa. Yawezekana hautapata majibu. And that's why people see as if the prayers are not effective. The prayers are not powerful. Not that they are not powerful. Not that they are not effective. It is because we do not stand in the right principles. Hatukai katika sheria za Mungu zile zinazostahili. Unaomba, unataka Mungu akufanyie corruption. Ndio wewe si mtakatifu, lakini unataka uenjoy the grace ya watakatifu. And the Bible is saying, the righteous person, the prayers of a righteous person, it avail much, it is effective. Then unataka kuenjoy hiyo neema ya watu watakatifu, na wewe si mtakatifu.